Ndugu washiriki wa mafunzo, kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, napenda kuwashukuru na kuwapongeza wote mlioteuliwa kwa nafasi ya wasimamizi wa vituo na wasimamizi wa usaidizi wa vituo. Hongereni sana. Napenda kuwakumbusha kuwa uteuzi wenu umezingatia masharti ya kifungu cha 76 cha Sheria ya Uchaguzi wa Rais, wa Bunge na Madiwani namba 1 ya mwaka 2024. Ni vema mkatambua kwamba kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 74 ibara ndogo ya 6 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ndio yenye jukumu la kusimamia na kuratibu uendeshaji wa uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano na madiwani kwa Tanzania bara. Kwa kuzingatia niliyoeleza awali kwamba ninyi mliopo hapa mmeteuliwa kwa mujibu wa sheria na tangu tarehe ya uteuzi wenu mnao wajibu wa kikatiba na kutekeleza majukumu ya uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano na madiwani kwa Tanzania bara kwa niaba ya tume katika vituo vya kupigia kura mtakavyopangwa. Ndugu washiriki wa mafunzo, dhamana mliopewa ya kusimamia zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura, ikiwa ni sehemu ya usimamizi na uratibu wa uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano na madiwani kwa Tanzania bara, ni kubwa, nyeti na ni muhimu kwa mustakabali wa taifa letu. Hivyo mnategemewa kuzingatia sheria, kanuni na maelekezo mtakayopewa hadi hapo tutakapokamilisha jukumu hili la uchaguzi mkuu. Tupo hapa kwa ajili ya mafunzo kwa wasimamizi wa vituo na wasimamizi wa usaidizi wa vituo ambao mtakuwa na jukumu la kutekeleza shughuli za uchaguzi ipasavyo kwa ngazi ya kituo. Mafunzo haya yanajumuisha wasimamizi wa vituo na wasimamizi wa usaidizi wa vituo 688 watakaofanya shughuli za uchaguzi katika vituo 224 vilivyopo katika kata zetu 8 za halmashauri ya mji wa Tarime. Zipo mada zitakazowasilishwa ambapo pamoja na mambo mengine mtapata fursa ya kubadilishana uzoefu na kujadiliana namna ya kufanikisha uchaguzi katika maeneo yenu na kujadiliana namna ya kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazoweza kujitokeza katika hatua mbalimbali za zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura. Kwa wale mnaosimamia zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura kwa mara ya kwanza, ni mategemeo yangu kuwa mtajifunza kwa haraka na mtapata uzoefu kupitia majadiliano ya pamoja na watendaji wengine wenye uzoefu. Kwa upande wa wale wazoefu, mtatumia fursa hii kujiongezea maarifa mapya na kubadilishana uzoefu na washiriki wengine. Ndugu washiriki wa mafunzo, wote mnafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali za kikatiba na kisheria ambazo hupaswa kufuatwa na kuzingatiwa hasa katika ngazi ya kituo, ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu kura huendeshwa na hatimaye matokeo ya uchaguzi kwa kiti cha rais, ubunge na udiwani ndio yanapoanzia. Hatua na taratibu hizo ndio msingi wa uchaguzi huru na wa haki na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko au vurugu wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Nachukua nafasi hii kuwaasa kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao katika uendeshaji wa uchaguzi, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo na maelekezo yatakayotolewa na tume. Ndugu washiriki wa mafunzo, kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda kusisitiza mambo yafuatayo. 1. Someni kwa umakini katiba, sheria, kanuni, miongozo na maelekezo mbalimbali yaliyotolewa na yatakayotolewa na tume, na ulizeni ili mpate kufafanuliwa kwenye maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine pengine yatakuwa na changamoto za kufahamu, ili kuwarahisishia katika utekelezaji wenu wa kazi za uchaguzi. Tumewapa nyaraka mbalimbali ili mzitumie kama rejea kwa kipindi chote cha utekelezaji wa majukumu yenu. Jitahidini na mjiepushe kwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya siasa watakao kuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. Hakikisheni vifaa vya uchaguzi mtakavyokabidhiwa
mnavihakiki na kuvikagua kabla mjaenda vituoni. Hakikisheni mnafika mapema iwezekanavyo katika vituo mtakavyopangiwa ili kukamilisha maandalizi ya upangaji wa vituo kabla ya muda wa upigaji kura kufika, yaani saa 1 kamili asubuhi kwa vituo vya uraiani na kabla ya saa 2 kamili asubuhi. Ninyi ndio watendaji mnaokutana na wapiga kura, hivyo hakikisheni mnazingatia unadhifu, lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakapofika kituoni. Kufanya mawasiliano na msimamizi wa uchaguzi au afisa uchaguzi au mratibu wa magereza na mratibu wa chuo cha mafunzo pale ambapo ushauri utahitajika kuhusiana na masuala ya uchaguzi katika kituo chako. Kujaza fomu zote za uchaguzi kwa ufasaha na ukamilifu na kuhakikisha mnaweka fomu na vifaa vingine mbalimbali vya uchaguzi katika bahasha husika kwa mujibu wa kitabu cha maelekezo kwa watendaji wa vituo vya kupigia kura ya mwaka 2025. Mwisho, kupokea vifaa vya uchaguzi na kuhakikisha mnavitunza na kuvikabidhi kwa watendaji husika kwa ukamilifu wake baada ya uchaguzi. Ndugu washiriki wa mafunzo, kuna jambo nataka niwakumbushe kabla sijamaliza hotuba yangu. Kifungu cha 20 cha sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi namba 2 ya mwaka 2024 kinasema, na ninanukuu: kwa madhumuni ya sheria hii, mtumishi aliyeajiriwa au aliyeteuliwa au aliyeazimwa na tume kwa kipindi chote atakachokuwa anatekeleza majukumu ya tume atachukuliwa kuwa ni mtumishi wa tume na atatakiwa kuzingatia katiba, sheria za uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024 na sheria nyingine yoyote inayohusu utekelezaji wa majukumu ya tume. Mwisho wa kunukuu. Kwamba tangu siku ya uteuzi wenu ninyi ni watumishi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika utekelezaji wa majukumu yenu ya uchaguzi. Na pili, kwamba utendaji na wajibikaji wenu kwa kipindi chote cha utumishi wenu kwa tume, mtawajibika kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na sio kwa mamlaka nyingine, isipokuwa kama jambo hili litahitajika kwa mujibu wa sheria nyingine ya nchi. Naomba nirudie, kwamba utendaji na wajibikaji wenu kwa kipindi chote cha utumishi wenu kwa tume, mtawajibika kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na sio kwa mamlaka nyingine, isipokuwa kama jambo hilo litahitajika kwa mujibu wa sheria nyingine ya nchi. Na tatu, kwamba taarifa zozote za uchaguzi zinapaswa kutolewa kwa tume kupitia kwa msimamizi wa uchaguzi na sio vinginevyo. Na nne, kwamba simamieni viapo vyenu vya kutunza siri na kujitoa au kutokuwa mwanachama wa chama cha siasa katika kipindi chote cha uchaguzi. Hivyo, katika utekelezaji wenu wa majukumu, zingatieni matakwa na masharti ya kifungu hiki ili kuepuka kuonekana mnawajibika kwenye mamlaka nyingine tofauti na tume katika kipindi hiki. Ndugu washiriki wa mafunzo, kwa kumalizia, ninawasihi mzingatie mafunzo mtakayopewa na mtoe uzoefu wa usimamizi wenu wa siku za nyuma ili iwe ni somo kwetu sote katika utekelezaji wa jukumu lililopo mbele yetu. Baada ya maelezo haya, ninawatakia mafunzo mema kusimamia na kuratibu shughuli za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Sasa napenda kutamka kwamba mafunzo haya ya siku 2 ya wasimamizi wa vituo na wasimamizi wa wasaidizi wa vituo yanayofanyika hapa Tarime Sekondari kuanzia leo tarehe 26 hadi kesho tarehe 27 Oktoba 2025 nimeyafungua rasmi. Mwera Vision Pre and Primary School inayopatikana uwanja wa ndege Rebu, jirani na chuo cha ufundi Tarime VTC wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania, inawatangazia nafasi za kujiunga na masomo ya darasa la awali mpaka darasa la 7 kwa kutwa na bweni. Shule inafundisha masomo ya Kifaransa na Kichina. Shule ina mkondo wa amali katika fani za kompyuta, ufundi umeme na cherehani. Wanafunzi watasoma bure, lakini pia kuna mafunzo ya Kwankido International, yani karet, kuanzia darasa la 3. Vipaumbele vyetu ni Mungu, taaluma na nidhamu. Shule inafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa kila mwaka. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0768 90 16 41 au 0775 90 16 41. Ada zetu ni nafuu mno na zinalipwa kwa awamu. Wote mnakaribishwa.
Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari wilayani Tarime mkoa wa Mara nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa. Mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.